Namba 3 nikasema kwa njia ya ndoto. Sasa namba 4, namna ambavyo adui anatumia njia kuteka nafsi za wanadamu. Namba 4 andika, ni kwa njia ya kuaguliwa na kuuza nafsi zao katika falme za giza. Hiyo ni namba 4, point ya 4. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimesema point ya 4, namna ambavyo watu nafsi zao zinatekwa na wachawi, nafsi zao zinatekwa na waganga. Nimesema ni kwa njia ya kwenda kuaguliwa na kuuza nafsi zao katika falme za giza. Mtu yoyote anayeenda kuaguliwa kwa waganga, mtu yoyote anayeenda kuaguliwa kwa washirikina, kwa waganga hawa wa visomo, waganga wa aina zote, automatically unakuwa unaenda kuacha nafsi yako. Watu wote ambao waliwahi kwenda kwa waganga, hata kama walipona, wakisharudi nikiwaombea mimi, wanakuja kujikuta zile nafsi zao zilibaki kwa mganga. Wakati yeye anapewa ule uponyaji wa mazingaombwe, nafsi yake libaki kwa nani? Kwa mganga. Na moja kati ya kitu ambayo pia wanafanya biashara, kwa sababu ni somo linalohusu biashara za ulimwengu wa roho, wachawi na waganga wote ni familia moja. Mara nyingi wachawi wanafanya kazi pamoja na waganga. Manake kuna aina ya watu ambao baada wewe kwenda kwa mganga fulani akakufanyia matibabu, alipokutibia nafsi yako ilibaki pale. Na nafsi yako ilivyobaki pale, kwa sababu yeye amekutibia, anashirikiana na wachawi wa kuroge tena baada ya muda, ili uweze kurudi tena upeleke fedha kwake. Kuna mahali tunaenda sambamba watu wa Mungu. Kuna mahali tunaenda sambamba watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena, moja kati ya kitu wanachokifanya, wanahakikisha kwamba wewe sawa, wanapokutibia kwa yale mazingaombwe yao, wanachohakikisha cha msingi ni kuacha nafsi yako pale. Unaenda kufanikiwa kwa muda wa miezi 3, miezi 4. Baada ya muda wanakurejesha tena, unaleta fedha nyingine. Kwa hiyo ndio maana fuatilia mtu yoyote anapoanza safari ya kwenda kwa waganga wa kienyeji, waga hatokaa aache kwenda kwa waganga wa kienyeji. Atakuwa ni mtumwa wa kwenda kwa waganga wa kienyeji maisha yake yote. Kwa nini? Wanachohakikisha, wanakuwa wanakutengenezea tatizo jingine litakalo kutrigger wewe kwenda kutibiwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake wanaweza kuwa wanatumia washirikina, wanaenda wanakuroga, alafu unarudi. Hata wanaposhirikiana na majini wanafanya the same. Kwa mfano, mganga wa aina yoyote, mganga wa kisomo, mganga wa abjadi, mganga wa aina yoyote, hana uwezo wa kuliondoa jini ndani ya mwili wa mwanadamu, kwa sababu jini hawezi kuondoa jini mwenzie. Wanachofanya, wakishagundua wewe una jini na unahitaji msaada, wanachofanya, wanakuwekea jini mkubwa kuliko yule jini mwingine. Wanaangalia aina ya jini uliye naye, wanaweka jini mkubwa kuliko yule ndani yako. Na wakishamweka yule jini, na ndio maana ni lazima kuchinjwa hizo mbuzi au kuku, afu yule jini anaingia, wewe unahisi unafanywa dua, lakini yule jini anaingia. Yule jini akiingia, anamnyamazisha yule jini mdogo, ila wote wanaendelea kukaa kwenye ile nyumba. Yule jini mkubwa akishakaa ndani ya ile nyumba, kinachofanyika ni kwamba yule jini pia anakaa na ile damu ambayo amekunywa kutoka kwa mganga. Baada ya muda, miezi 3, miezi 4, yule jini naye anaanza kutaka damu, kwa sababu wewe hujui. Kinachoanza kutokea ni kwamba yule jini anaanza kutaka damu. Ndio unaweza ukashangaa unapata changamoto ya mguu, unaanza kuvuja damu. Wengine wanawake unajikuta kama ni jini anakunywaga hiyo damu chafu iliyokufa, anakunywa hiyo damu. Unanielewa mwanamke ninayezungumza na wewe? Ndio unakuta mwanamke mwingine ni maisha yake yote hatoki kwenye mzunguko, ana prolong ile damu, manake zile spirits zinataka ile damu. Au wakati mwingine anaanza kusababisha vitu vinakufa nyumbani, anakunywa yeye damu.
unashangaa kuna majanga au unapata ajali. Sasa ukirudi kwa mganga ukianza kuona purukushani au anaanza kuleta purukushani fulani kwa sababu anataka damu, kwa sababu ni spirit. Unaporudi kwa mganga, mganga anachokuambia tu kalete kuku, kalete na shilingi 500,000. Unaleta, lakini anamchinjia tu kuku yule jini, anakunywa ile damu, labda kama anakunywaga damu ya kuku au ya mbuzi, anampa. Unaingiza hela, unaenda kukaa miezi kadhaa, yule jini anarudi tena baada ya muda, kwa sababu anahitaji kula. Ni roho ambazo zimezoea kunywa damu. Kwa wewe hujui kumwandalia damu ili anywe, kwa hiyo anaandaa mwenyewe nyumbani. Ndio maana kuna baadhi ya watu hawajui nini kilitokea kwenye maisha yao, lakini kila mwisho wa mwezi lazima apate ajali. Kila mwisho wa mwezi lazima apate changamoto yoyote ya kutoka damu katika mwili. Asipotoka yeye damu kwenye jeraha la mwili wake, lazima mtoe mtu damu. Kuna jamaa mmoja ambaye niliwahi kuishi naye, sio nyumba moja, lakini tulifanya naye biashara kwenye frame moja. Ni frame tofauti, lakini kwenye nyumba moja ambazo frame zilikuwa tofauti. Yule jamaa ninamkumbuka vizuri, alikuwa mtu kutoka Moshi. Alikuwa ni mtata sana. Yule jamaa ilikuwa kila mwisho wa mwezi, hata yeye alikuwa hajui, ni lazima alewe, ila ni lazima ajipasue yeye. Asipojipasua yeye, lazima atamchalanga mtu na sime. Lazima. Na akimchalanga mtu na sime, anapata utulivu, anatulia kabisa. Na tulikuwa tunashangaa, alikuwa hawezi kukamatwa na polisi. Anaweza kaenda ndani, baada ya muda akarudi. Na wale aliowachalanga baada ya muda wanakaa sawa, mpaka watu walikuwa wameshamzoea. Wakati mwingine ni yeye anaji, lakini sisi tulimjua kabisa kila mwezi. Na hata yeye alikuwa anazungumza, ingawa yeye alikuwa hajui, lakini ni roho ambayo ilikuwa lakini alikuwa ni mtu ambaye anafanya biashara sana. Manake either yeye anajua ama hajui. Ndani yake kulikuwa kuna jini ambalo lilikuwa linaleta fedha, lakini lilikuwa linataka linywe damu. Biashara ya ulimwengu wa roho. Usiwaone watu wanaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa hizi siri zinavyofanya kazi, ili usije ukahangaika. Sasa watu wengi ambao wameenda kwa waganga kuaguliwa, walienda wakaacha nafsi zao na wakajikuta wao wameingizwa kwenye biashara za kuuzwa. Na ndio maana hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kuwa huru akianza safari ya kwenda kwa waganga. Hakuna. Kwa sababu ile ni biashara kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wapo watu, nimekwambia point ya 4 inazungumza kwa njia kuaguliwa na kuuza nafsi zao katika falme za giza. Wapo watu ambao pia wameuza nafsi zao katika falme za giza. Wako wengi sana. Kuna watu ambao wameuza wasanii wa nje ya nchi. Ukifuatilia wale wasanii wa Hollywood wote wanakuambia Hollywood is a monster. Wanakuambia Hollywood ni jambo la kutisha, kwa sababu Hollywood inauza nafsi zao. Wanaeleza, wanazungumza sana. Wanazungumza sana kwamba Hollywood inahusika kwa ajili ya kuuza nafsi zao. Na wafanya mastaa, ma celebrities wote wa Hollywood wanalalamika. Zipo clip nyingi tu wanalalamika kwamba waliuza nafsi zao ili wawe maarufu. Manake mifumo ile ile ya kuuza nafsi kwa shetani ili upate utajiri ni mifumo ile ile ambayo vijana wa Mbeya walikuwa wanauza nafsi zao kwa waganga wa kienyeji. Manake yeye analetwa kuku ambaye ana njaa, anarushiwa mahindi kadhaa, wanahesabu mahindi ambao kala, alafu wanajua huyu mtu ataishi miaka mingapi. Wangapi walishoe kusikia huo ushirikina? Kwa hiyo mtu anaona yeye hawezi kumtoa kafara ndugu yake, hawezi kumtoa kafara mama yake wala mjomba yake. Yeye anajitoa kafara yeye, anaamua kuuza nafsi yake yeye kwa utajiri wa muda mfupi. Hii biashara iko. Sasa nikakwambia mtu yoyote ambaye anauza nafsi yake hivyo, akishapangiwa miaka 4 ya kuishi au miaka 10 ya kuishi, utajiri wake unakuwa ni wa kutisha na unakuwa ni wa ghafla. Lakini baada ya ile miaka 10 anakufa. Nyinyi mnamuona huku duniani amekufa, lakini hajafa. Anahamia ulimwengu wa roho, kuzimu, kwenda kuanza kulipa gharama
za utajiri aliotumia, yeye anaanza kutumika. Manake kwenye haya maisha ni either uuze ama ujiuze. Wapo wanaouza watu wengine wanaenda kutumika, mtu tunajua amekufa kumbe anatumikishwa kuzimu. Na wapo ambao wanajiuza wao. Vijana wa Mbeya wametupa mifano mingi, wanajiuza wao kwa njia ya mahindi na kuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini wanajiuza? Akishaenda kule, kwa mfano, ulikuwa na miaka 24, umeenda kwa mganga ukafanya biashara, akakupa kuku akala mahindi 10. Manake unatakiwa kuutumia utajiri kwa muda wa miaka 10. Manake baada ya miaka, ukifikisha miaka 34 unatakiwa kufa duniani. Kwa hiyo huyu mtu anaondoka duniani akiwa na miaka 34. Akienda kule mbele za Mungu hawezi kufa kule mpaka ahadi yake timie ambayo Mungu alikuwa ameipanga. Hata misukula ambayo inachukuliwa, hata nafsi za watu zinazochukuliwa, watu ambao wanalazimishwa kufa kichawi ili watumikishwe, mara nyingi huwa hawafi kwenye ulimwengu wa roho mpaka ahadi ya Mungu iliyokuwa imekusudiwa wao kuondoka duniani inapotimia. Kwa kuna watu wengi sana ambao tunajua wamekufa duniani, lakini wako mahali wanatumika. Maelfu ya watu wengi wanatumika kuzimu ya bahari, kuzimu ya nchi. Haleluya. Sasa huyu mtu kwa mfano amekufa na miaka 34, anaanza kutumikishwa katika ulimwengu wa roho wa giza. Alitakiwa kufa mwaka wa 84. Manake ametumia mali kwa miaka 10, anaanza kuzitumikia usiku na mchana bila kulala, bila kupumzika kwa muda wa miaka mingapi? Piga mahesabu. Miaka 50. Miaka 50 kabili unatumika, umetumia miaka 10. Kwa hiyo ulimwengu wa roho wa giza umetengeneza faida kwa ajili ya wazembe wachache wasiomtaka Mungu. Nikupe siri, unapomwacha Yesu kwenye maisha yako, unaposusia kanisa kwenye maisha yako, haumkomoi mwanadamu yoyote, unajikomoa mwenyewe. Haumkomoi mchungaji, haulikomoi kanisa. Kanisa litabaki kuwa kanisa. Kuna watu ambao wanafanya viburi, wanahisi wanamkomoa mchungaji, wanaacha kusali. Unahisi kwamba mchungaji atajisikia vibaya. Mchungaji ataendelea kuwa na maisha yake, kanisa litaendelea. Hamna kanisa liliwahi kubuma. Ila wewe fuatilia maisha yako baada ya hiyo safari, nini kitatokea? Utageuka kuanza kuuza faida kwa watu, kwa sababu hakunaga msamaha. Hasira yako na kiburi chako hakiwageuzi wao moyo kwamba wakuache. Hapana. Kila hasira yako unapofanya na maamuzi yako unayosusa, wao kwao ni faida. Na wanatamani sana ususe, wache kusali, wache kuomba, ili wao wafanye biashara. Sasa kwa habari ya watu ambao wamewahi kuuza nafsi zao, twende tukaangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 mstari wa 64 mpaka 68. Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 64 mpaka mstari wa 68. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 64 mpaka 68, anasema Bwana atakutawanya katika mataifa yote tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia, nawe huko utatumikia miungu mingine usioijua wewe wala baba zako, nayo ni miti na mawe. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia atakufukuza. Maana ukimuasi Mungu automatically unaanza kuitumikia miungu. Maana anachojaribu kukwambia ni kwamba atakapokutupa yeye Mungu, watakuchukua watu wenzio, watakuuza uende ukaitumikie miungu automatically. Mahali popote ambapo mahusiano yako na Mungu yanaharibika, kunazaliwa kutumika. Mstari wa 65 anasema wala katika mataifa hayo hutapata raha. Angalia hasara yake. Anasema wala katika mataifa hayo hutapata raha iwayo yote, wala hutakuwa na kituo cha wayo wa miguu yako, lakini Bwana atakupa huko moyo wa kutetemeka na macho ya kuzimia na roho ya kudhoofika.
na uzima wako utakuwa na wasiwasi mbele yako, nawe utakuwa na uoga usiku na mchana, wala hutaamini kamwe maisha yako. Kuna watu ambao wanaishi wana mashaka na maisha, wanaishi kwa woga. Hizi ni dalili za mtu ambaye tayari anatumikishwa kwenye falme za giza. Mstari wa 66, na uzima wako utakuwa na wasiwasi mbele yako, na utakuwa na uoga siku na mchana, wala hutaamini kamwe maisha yako. Asubuhi utasema laiti ingekuwa jioni, na jioni utasema laiti ingekuwa asubuhi. Kwa kicho cha moyo wako utakavyokucha, na kuona kwa macho utakayoyaona. Anasema mstari wa 68, Bwana atakurudisha tena Misri. Sikiliza, anasema Bwana atakurudisha tena Misri kwa merikebu, kwa njia ambayo nilikwambia hautaiona tena popote, nanyi huko mtajiuza. Sikiliza, anasema Bwana atakurudisha tena Misri kwa merikebu, kwa njia ambayo nilikwambia hautaiona tena popote, nanyi huko mtajiuza nafsi zenu kwa adui zenu, kuwa watumwa na wajakazi, wala hapana atakayewanunua. You will sell your own soul. Utauza nafsi yako. Kwa nini? Mara nyingi mtu akishamuasi Mungu, kinachotokea huyu mtu, mahusiano yake na Mungu yakiharibika, uchumi wake unaharibika. Ukiharibika uchumi, yuko tayari kufanya lolote kwa ajili ya maisha yake. Kumbe ndani yake kuna kuuza nafsi. Manake biashara ya kuuza nafsi tunaiona. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 17. Wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 17. Neno la Bwana linasema akawapitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuanzie mstari wa 16 tafadhali. Wafalme wa pili sura ya 17 kuanzia mstari wa 16. Anasema wakaziacha amri zote za Bwana Mungu wao, wakajifanyizia sanamu za kusubu, yani ndama mbili, wakafanya na Ashera, wakaliabudu jeshi lote la mbinguni, wakamtumikia Baali. Wakawapitisha watoto waume wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza. Sikiza, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana. Kuna watu wanauza nafsi. Kumbuka, unapoona kuuza manake ni biashara, manake they sold their soul kwa wachawi na waganga. Wapo watu ambao wanauza nafsi, wapo watu ambao wanauza nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 8, kuna maelekezo hapo. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 8. Mathayo sura ya 4 mstari wa 8, neno la Bwana linasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka na kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Unaposoma hili andiko la Mathayo 4 kuanzia mstari wa 8, hapa ni Yesu alikuwa anajaribiwa. Nataka nikusaidie tu, majaribu yote ambayo Yesu alijaribiwa ni majaribu ambayo mwanadamu huwa anajaribiwa. Jaribio mojawapo lilikuwa ni jaribio la kiburi, ambalo Shetani alimjaribu Yesu aone kama Yesu ana kiburi, lakini Yesu hakuwa na kiburi. Jaribio la kumwambia geuze mkate kuwa nini? Kugeuza jiwe kuwa mkate. Manake ili lilikuwa ni jaribu la kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuhitaji kugeuza jiwe liwe mkate ili kumprovia. Yesu hakujali. Lakini jaribio jingine ambalo alilifanya, hili ni jaribio ambalo huwezi kuwa tajiri mpaka kupita kwenye hili jaribu. Asilimia kubwa ya watu wote waliofanikiwa walipita kwenye hili jaribu, na asilimia kubwa waliweza kuuza nafsi zao kwa Shetani. Mahali ambapo Shetani anakuambia nitakupa utajiri, lakini inabidi uache kufanya 1, 2, 3. Wapo mpaka wahubiri wakubwa wa injili ambao waliambiwa kwamba sikilizeni, mnataka kwenda viral, acheni kumtaja Yesu.
Nyewe hubirini tu, tajeni Mungu peke yake. Ukitaja Mungu inatosha, alafu mtafanikiwa, ili watu wengi wawafate. Kwa hiyo watu wengi wakajikuta wanaacha kumhubiri Kristo, hawalitaji jina la Yesu, wanaishia kutaja Mungu. Sikiliza, ukitajiwa jina Mungu peke yake ni mtego, kwa sababu Mungu sio jina. Mungu ni nafasi, Mungu ni cheo. Hata bahari naye ni Mungu, hata Mungu wa mashetani naye ni Mungu, miungu nayo ni Mungu. Sasa inategemeana mtu anapokutajia Mungu, anakutajia Mungu yupi? Kwa sababu Mungu wako sio Mungu wangu. Ni lazima niwe na uhakika kweli unamwabudu Mungu wangu. Sasa unapokuja unaanza kuhubiri kwa habari ya Mungu peke yake, yawezekana ikawa sio Mungu Yawe, ikawa ni Mungu mashetani wengine ambao waliwahi kuabudiwa, au Mungu mti, au Mungu Baali. Bwana Yesu asifiwe. Maashtoreti pamoja na miungu ya Baali mingine nayo ilikuwa inaitwa Mungu na wale wanaoiabudu. Mungu wetu analo jina, anaitwa Mungu Jehova Shama, niko ambaye niko, Elohim. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaitwa Yawe, analo jina. Sasa wanakukataza usimtaje Yesu, kwa sababu jina la Yesu ni jina la Mungu. Yesu anaitwa Yeshua Amashia, ambayo Yeshua maana yake ni Mungu Mwokozi. Sasa wanakatazwa leo baadhi ya wahubiri kwamba usihubiri kwa habari ya Yesu, usihubiri watu kutubu dhambi, usihubiri kwa habari ya ubatizo, usihubiri watu kushiriki damu na meza ya Bwana. Hubiri tu miujiza, lakini pia usitaje Yesu, taja Mungu. Kuna watu sasa hivi wanapewa utajiri, manake huyo amefika kwenye pointi ambayo anaamua kunegotiate na shetani. Wanafika kwenye hatua ya mazungumzo baina yake yeye na shetani, wanafanya biashara. Shetani na waabudu miungu wanakaa wanamseti, sikiliza, usitaje jina la Yesu, wewe taja tu Mungu, alafu tutakupa misaada, tutakupa utajiri, tutakufanyia. Kwa mtu anapambana kutaja Mungu Mungu Mungu, lakini hamtaji Yesu, alafu unashangaa anainuka. Lakini wapo waimbaji wa nyimbo za injili ambazo baadhi ya maeneo siku hizi hawamtaji Yesu, hawaimbi tena jina la Yesu. Waimbaji wengi hata hapa kwetu, waimbaji wengi wa nyimbo za injili hawataji jina Yesu, manake wamefika kwenye pointi ya makubaliano, whether wanajua ama hawajui. Wamefika kwenye hatua, wamefika kwenye hatua ya makubaliano. Yesu anafika pointi, wanakaa, anajaribiwa na shetani, anaambiwa sikiliza, unaona mali yote hii, sikiliza, wewe ni sujudu tu. Manake kusujudu manake ni kugeuzwa moyo, uanze kuuza nafsi yako kwa shetani. Manake kitendo cha wewe kutii matakwa na maelekezo kutoka kuzimu, matakwa na maelekezo ya shetani, unakuwa tayari umekili na umetii maelekezo kutoka kuzimu. Kwa automatically unaanza kumtumikia shetani, whether unajua ama haujui. Hapo ndipo safari ya maisha magumu ya watu inapoanzia. Kuna mahali tunaelewana watu wa Mungu, kuna mahali tunaelewana watu wa Mungu. Wapo watu wengi wameuza nafsi zao. Kuna wahubiri, kuna waimbaji ambao wameuza huduma zao kwa shetani, wanapewa masharti. Sikiliza, ukitaja jina la Yesu, kuna watu wa imani nyingine hawamwamini Yesu, kwa hiyo utakosa, nyimbo zako hazita hiti, nyimbo zako hazitasikilizwa. Wewe imba tu kawaida, wewe taja Mungu, kwa sababu Mungu wa wote. Hakuna Mungu wa wote, hakuna. Huwezi kuwa na uhakika kwamba Mungu wa yule ni Mungu wako. No my friend, Mungu wangu mimi siwezi kumuona bila Yesu. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Unaniambiaje wewe Mungu wako unaweza ukampata kwa njia zingine za shortcut? Mimi njia yangu ni lazima nipitie kwa Yesu, yeye aliye njia, kweli na uzima. Pasipo Yesu, Yesu anasema hakuna je kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Alafu inawezekanaje uniambie Mungu wetu ni mmoja? No my friend, Mungu wetu sio mmoja. Mungu wetu sio mmoja. We have no, hatuna Mungu mmoja. Hii watu wanatakiwa waelewe, very dry, very dry. Sasa kuzimu inakutengenezea mazingira kwamba sasa usihubiri. Unajua unatakiwa kusanya watu, acha kuhubiri injili ya kumhubiri Yesu na watu kutubu dhambi sana. Wewe hubiri tu Mungu, taja Mungu, kwa sababu kila mtu ana Mungu wake na kila mtu anataja jina Mungu. Je, una uhakika Mungu wako ni Mungu wake? Na ndio maana nawaambiaga watu sio sawa sana wakati mwingine kusema mimi ninamwabudu Mungu wa fulani. Ala, wewe una uhakika gani kama Mungu huyo ni Mungu wako? Hakikisha kwanza ujue yes, anamwabudu Mungu wa kweli.
Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali tunaenda sambamba. Haya, tumeona namna ambavyo shetani alikuwa anajaribu kumdeceive Yesu ili aweze kuuza nafsi yake kwa ajili ya utajiri wa dunia. Ndivyo ambavyo shetani anatumia utajiri wa dunia watu ili waweze kuuza nafsi zao, waweze kumsujudia mnyama, waweze kumsujudia shetani, wajikute wanatii maelekezo yake. Unajua kusujudia sio mpaka kusujudie kama shetani alivyokuwa anamwambia Yesu kusujudia. Kitendo cha kutii maelekezo na matakwa ya baadhi ya watu, kiwango cha kukuambia umwache Yesu ili upate kazi, kiwango cha kukuambia umwache Yesu ili wakupe mkopo, kiwango cha kukuambia uache imani ili wakupe msaada, kiwango cha kukuambia umwache Yesu ili wakupe kitu fulani, tayari unakuwa umeingia kwenye mapatano ya kuuza nafsi yako kwao. Ukishakubali na kuatii, manake kwenye ulimwengu wa roho tayari umeshasujudu. Mungu na awasaidie watu wengi ambao wamejikuta wanauza nafsi zao kwa adui pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 16 mstari wa 26. Mathayo 16 mstari wa 16. Kuna mahali tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 16 mstari wa 26. Mathayo 16:26. Neno la Bwana linasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Manake Yesu anauliza, manake hii biashara haijaanza leo. Anazungumza, je, utafaidika nini utakapopata kila kitu cha dunia hii baada ya wewe kuuza nafsi? Kwa sababu moja kati ya biashara ambayo watu wanaziuza nafsi zao wenyewe, tukiachana na wale wanaouza nafsi za wenzao, wanauza kwa ajili ya mali, wanauza kwa sababu wanataka kutumbua maisha. Nikakwambia usitamanie maisha ya mtu mwingine, kwa sababu haujui nini huwa anafanya. Ndio maana kuna watu leo wanaibuka kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu wanaibuka kwenye maisha haya tulio nayo leo, wanajifanya ni motivation speaker. Anaanza kukuambia vitu vingi, anakuambia mimi nauza mchicha Dubai, mimi nilianza mtaji kwa shilingi 1000, paki nafika kipindi unajiuliza yaani sasa huyu kama anafanya biashara hii, paki nafika kipindi unaona labda wewe unalaana, au unaona labda wewe sasa biashara sijui unakosea wapi. Unaangalia mwenzao anakuambia nilianza hivi nikafanya, kumbe nyuma yake kuna biashara watu wanafanya. Watu wanauza nafsi zao, watu wanafanya biashara kwa ajili ya nafsi zao. Haleluya. Nataka nikwambie, iko biashara kwenye ulimwengu wa roho watu wanafanya. Ni rahisi sana mtu kukuonesha mafanikio yako. Ni rahisi sana mtu kukuonesha mafanikio yake, lakini asikuoneshe chanzo cha mafanikio yake. Anafanikiwaje hautajua, lakini atakuonesha mafanikio yake. Narudia, ni rahisi sana mtu kukuonesha mafanikio yake, lakini asikuoneshe chanzo cha mafanikio yake, kwa sababu nyuma ya chanzo cha mafanikio yake ndiko kuliko na siri, ndiko kuliko na mitego, ndiko kuliko na michoro, na wakati mwingine ndiko kuliko na ubaya mwingi. Ni rahisi kukudanganya kwamba unajua mimi huwa napeleka michicha Dubai, unajua mimi nina shamba la matikiti, unajua mimi nilianza biashara kwa mtaji wa shilingi 20,000. Ma motivation speaker wengi waongo. Ni rahisi mtu kukuambia toka magetoni katafute kazi. Unashangaa unaenda unazunguka unatafuta kazi na hauipati. Alafu mwenzio yeye unajiuliza anapata wapi? Sikiliza, usitamani maisha ya mtu. Usitamani maisha. Ishi maisha yako. Kinachowaponza watu ni mashindano. Anataka niwe kama fulani. Unajua anavyoishi. Kuna watu hawalali kitandani, wameuza nafsi zao, wamepewa masharti ya kulala chini siku zote. Kuna mtu analikidonda halijawahi kupona, ameuza nafsi yake. Unaona tu mafanikio, unaona tu utajiri, unahisi ni kawaida. No my friend, usitamani maisha ya mtu. Kuna watu wamefungia wazazi wao kwenye vyumba vya giza. Mama yake mzazi anaaminika amekufa, kumbe kafungiwa kwenye chumba. Ana chumba ambacho watoto wake hawaingii. Kafanya biashara ya kumuuza mama yake nafsi, anatumika kuzimu, yeye yuko anakula hela. Alafu wewe unatamani, natamani na mimi nikiwa mkubwa nitakuwa kama fulani. Wewe unajua siri hiyopo? Kuna watu wanalala na majoka, wakija huko wamevaa suti, na wakati mwingine wanaanza wewe kukuchambua na kukusema kwa habari ya imani yako.
Wanakuona kama hauna kazi kukaa kanisani. Wanakuambia katafute hela, katafute hela. Wao wanapolala na nyoka hawakwambii kama wao wanalala na nyoka, ila wanakuja kukuambia wewe uiache imani. Wao wanapoenda kwa waganga wanachanjwa chale kila mahali, wanakalishwa kwenye vigoda, wanauza nafsi zao. Wewe wakija wanakuona unayekaa kanisani umepoteza kazi, huna kazi ya kufanya, ndio maana unashinda kanisani, unaonekana mzembe. Wanataka uendelee kutoka kanisani ili wakuuze nafsi. Mwambie jirani yako, hauzwi mtu kwa jina la Yesu. Hauzwi mtu kwa jina la Yesu. Muda wangu umeniishia. Nataka nimalizie kitabu cha Mathayo 16:26. Nafikiri kinatueleza hakuna mtu awezaye kuuza nafsi yake. Anaeleza kwamba je, utawezaje, kuna faida gani ukipata vitu vyote lakini ukajikuta nafsi yako. Turudie hilo andiko ili uweze kulielewa vizuri. Mathayo 16 mstari wa 26 anasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Manake unauza nafsi yako. Yesu alikuwa anajua hii michezo ipo. People are selling their soul. Anasema atafaidiwa nini mtu akipata utajiri wote wa dunia na akauza nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Manake watu wanafanya biashara. Wewe huko watu, kuna watu wanaouza nafsi zao wenyewe. Kuna watu wanaouza nafsi za ndugu zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya mwisho kwa leo, ila kesho zimebaki pointi ngapi? Imebaki pointi moja ambayo kesho nitamaliza. Pointi ya mwisho ambayo tutaiangalia ni namna ambavyo nafsi za watu wengi zinauzwa ni kwa njia ya uasherati, uzinzi. Nafsi za watu wengi wameuza nafsi. Mtu yoyote unapofanya uzinzi na mwanamke yoyote, nafsi yako unaitengenezea mazingira rafiki ya kuibiwa, ya kuchukuliwa. Kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 32. Kitabu cha Mithali. Na wachawi wanatumia sana njia pia ili kuhakikisha wananasa nafsi ya mtu. Kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 32. 6 mstari wa 32. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Manake nafsi ya mtu inaanza kuwa dhaifu kiwango cha kuweza kugemwa, kiwango cha kuweza kuibiwa pale ambapo mtu anakuwa hajatulia, anakuwa mzinzi. Na hii ni kwambie tu kweli, wachawi wanatumia pia hii mbinu kwa ajili ya kuwapatanisha watu wenye nyota, wanawapambanisha. Majini yanaingia ndani ya binti ambaye labda ana mvuto wa muonekano, yakishamuingia yanahakikisha ule binti analala na wanaume wengi sana. Alafu kadri ule binti anavyolala na wale wanaume, ile glory ya yule mwanaume, ule utukufu, ile nafsi yake, ile nyota yake inahama. Lile tendo linaondoa kibali, lile tendo linaiba nafsi vibaya mno. Watu wengi wamechukuliwa nafsi zao, walilala na wadada wenye majini, ambao majini yale yalikuwa tayari yamewekwa purposely kwa ajili ya kuiba nyota za watu. Kuna dada mmoja Dodoma niliwahi kumwombea. Yeye tulivyokuwa tunamwombea, maroho yamepanda, akawa anaonyesha alama ya Freemason. Akawa anaonyesha ile alama. Tukaomba. Omba sana kwa sababu tulikuwa tujajua kodi zimekaaje. Baadaye alivyokuja kukaa sawa, akasema ana mwanaume wake ambaye kajiunga Freemason. Kwa hiyo mwanaume ili aweze kuzipata nafsi za watu, akalala na yule binti, nafsi yake kaenda. Kwa njia ya uzinzi, kwa njia ya uasherati, nafsi za watu wengi zimeuzwa kuzimu, zimeshikiliwa. Kwa nini? Mtu yoyote anapozini, sawa sawa na Mithali sura ya 6. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa sawa na Mithali sura ya 6 mstari wa 32. Tunaoneshwa wazi kwamba mtu yoyote anayezini hana akili, kwa sababu analeta uharibifu wa nafsi yake. Watu wote ambao ni wazinzi wanakuaga weak. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuaga dhaifu. Uwezi ukakuta mzinzi yuko strong hata siku moja. Mtu yoyote mzinzi lazima awe dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukitaka kupima mtu yoyote kama ni mzinzi, muangalie tu rohoni, anakuaga hana nguvu. Uwezi ukawa mzinzi na ukawa na nguvu rohoni, never. Kwa sababu nafsi inakuwa dhaifu. Kwa nafsi, watu wengi wameuza nafsi zao kwa sababu ya hilo tendo. Hata wachawi wanajua, na baadhi ya waganga hawawezi kufanya hilo tendo wao
labda akiwa na mission maalum. Yani labda nikusaidie, swala la uzinzi, ufalme wa giza na ufalme wa nuru, huwa linaogopeka. Waganga hawafanyi uzinzi kabla ya kwenda kwenye viringe vyao. Kwa nini? Kwa sababu ili aweze kuingia kwenye viringe anahitaji ile nafsi yake iwe strong. Sasa ikitokea amezini alafu akaingia kwenye kilinge, ile nafsi yako inakuwa dhaifu, kwa hawezi kufanya vitu vikatokea. Umenielewa vizuri? Na ndio maana wale walioenda kwa waganga wengi wanaambiwa ukiwa unatumia hii dawa usilale na mwanaume. Kweli si kweli? Kilala na mwanaume dawa inaharibika. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho unatambua hiki kitu. Kwa hiyo ukikuta uzinzi unatumika na ufalme wa giza, mara nyingi unatumika kwa ajili ya sotai, kwa ajili ya kuzikamata nafsi na kuzifunga kwenye cheni na mnyororo wa kuingizwa kwenye soko la utumwa wa nafsi, kwenye biashara ya utumwa wa nafsi. Na ndio maana mara nyingi kuna aina ya majini special ambayo yanatumika, yanaingia ndani ya mdada. Kuna baadhi ya majini hawataki kufanya hicho kitu wakiingia ndani ya mtu, na kuna majini wengine ni special ambao kazi yao ni kwa ajili ya kugema nafsi kwenye kitengo hicho kwa njia ya uzinzi. Anamuingia dada mmoja mrembo au mkaka, ye kazi yake kilala na mdada wao, kilala na mwanaume, ile nafsi inahama, inakuja kwake, inaunganishwa, inapelekwa kuzimu. Haleluya, haleluya. Nimekanyaga kebo. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16. Twende tukaangalie Wakorinto wa kwanza. Hii ndo andiko langu la mwisho, alafu nitahudumia watu baadhi hapa, yule binti, alafu mtaniruhusu. Nina kipindi cha TV muda sio mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorinto wa kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16. Neno la Bwana linasema, au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja pamoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo unapolala na mwanamke ama unapolala na mwanaume wa aina yoyote, nafsi yako inaingia direct kwenye soko la utumwa, kwa sababu unakuwa umewatengenezea mlango mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana.